Rais Ruto ametangaza kuafikiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kuhusu ugavi wa basari za kufadhili elimu ya wanafunzi kutoka familia zisizojiweza. Akizungumza akiwa hapa Ikulu Nairobi, rais amesema kuwa japo jukumu la kutoa basari ni la serikali kuu, ipo haja ya kuhusisha kaunti katika usambazaji wake mashinani. Haya yanajiri huku waziri wa elimu Julius Migos akiendelea kuwaonya walimu wakuu dhidi ya kukiuka amri ya rais ya kutowafungia nje wanafunzi wa gredi ya 10 wanaofika shuleni bila karo wala sare. 70 billion shillings. Ni katika mkutano wa UDA uliofanyika Ikulu Jumatatu ambapo Rais William Ruto alitoa tangazo lililotoa mwelekeo katika vuta ni kuvute kati ya serikali za kaunti na serikali ya kitaifa kuhusu ugavi wa basari kwa wanafunzi kutoka familia maskini. Mzozo umekuwepo kuhusu iwapo serikali za kaunti zina haki kisheria ya kusambaza basari kwa wanafunzi kando na wale wa shule za chekechea na taasisi za anuai. Afisi ya mdhibiti wa bajeti ikiwashtumu magavana kwa kuingilia jukumu la serikali kuu. Rais Ruto akisema kuwa pande zote mbili zimeafikia kushirikiana kupitia kwa ofisi ya mdhibiti wa bajeti kuhakikisha kuwa taratibu mwafaka zimefuatwa kusambaza pesa hizo mashinani. We were in a meeting with the governors and the national government. There was a requirement that the national government, because it is a function of the national government, that we have an agreement with the county governments. We have since signed agreements. Now it is for the controller of budget to release money for counties to be able to carry out the function of making sure that no child in Kenya is left behind or does not go to school. You will disburse bursaries. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais Ruto kutoa agizo kwa walimu wakuu kutowafungia nje wanafunzi wa gredi ya 10 ambao hawajapata karo na sare za kujiunga na shule za sekondari msingi. Akizungumza wakati wa kongamano kuhusu ufadhili wa elimu, waziri wa elimu Julius Migos alitoa onyo kali kwa yeyote atakayekiuka agizo hilo. From today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Waziri Migos akiwataka walimu kuunga mkono mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wako shuleni. The government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government. Wizara ya Elimu imetangaza kuwa 92% ya wanafunzi wa gredi ya 10 wameripoti, mikakati ikishika kasi ya kuhakikisha 8% walobaki wamefika shuleni kabla ya Ijumaa wiki hii. Safina Chengoma, Runinga ya Citizen.